Kumbe wakati tumeondoka sisi polisi waliona mambo, wakaamini kama hao majambazi bado wako around. Kwa hiyo walikuja hadi jeshi. JW, naposema JW walikuja. Wanajeshi walikuja. Kwa ajili ya ilikuwa nzugu yani. Watu walikula vichapo pale na Kasulu. Walichezea sana. Yani ukihisiwa tu kwamba wewe namna gani unaacha, kumbe tumeshaondoka, wengine wamesharudi kwao. Na mimi niliohusika niko zangu Kasulu nafuatilia matukio. Unasubiri habari. Nasubiria na naona kila kitu. Jinsi wanavyo nini kila kitu, napeana taarifa na wale mabosi. Basi hapo mpunga wetu tumeshafanyaje? Tumeshakula. Baada ya kuwa sasa jamaa ameondoka, kwa hiyo mimi nilirudi Kasulu. Tulirudi wawili. Ambao sisi ndio tulirudi na gari, wengine walipanda tu kwenye ice za kawaida, kwenye gari za kawaida. Lakini mimi ndo nikarudi na ile ice, amini ile taxi pamoja na ndugu yangu yule wa pale Mvugwe. Basi nimefika Kasulu, nimekaa siku ya kwanza, siku ya pili. Kwa hiyo kila kilichokuwa kinaendelea pale Kasulu mimi nilikuwa nafahamu na ninakiona. Taarifa zote nazipata. Kwa hiyo biashara na issue nzima ikaishia hivyo. Kwa hiyo utaratibu wa nani alifanya ilishindikana, kwa sababu ilishindikana kufahamika, kwa sababu kwanza yule muundo amefanyaje, ameondoka. Lakini kwa hiyo walichoamini, waliamini kabisa kwamba ipo siku pengine, kwa sababu mimi nilikuwa sivai mask kama nilivyokuwa nasema, naonekana. Kwa hiyo waliamini kabisa kwamba kwa sababu Musa amekuja na watu wameniona na tukio nimelifanya lilikuwa ni wazi, sio kwamba ni usiku, ni mchana kweupe, tena ni mahakamani. Kwa hiyo waliamini kwamba kwa wakati wao tu wataweza kufanyaje, kunikamata, lakini hawakuweza kunikamata hata siku moja. Sasa nimekaa pale siku kama 3 nikaondoka kurudi Kazura Mimba. Nilirudi Kazura Mimba, nimekaa siku ya kwanza, siku ya pili nikapokea simu sasa kutoka Kahama wilaya Shinyanga kule. Ni wilaya Kahama, mkoa wa Shinyanga. Basi na mimi kwa sababu tayari nilikuwa nishakuwa wazi, yani nilishafahamika. Nishafahamika kazi yangu ni nini na uwezo wangu unaenda mbali, kwamba watu wanajua ukiwa na Musa kuna vitu ambavyo vinakwenda sawa sawa. Kwa hiyo nikapigiwa simu Kahama. Nipigiwa simu Kahama kwamba kuna mzungu ambaye amepiga hela zake kwenye mgodi kuwa na kama milioni 60 tu za chap. Umeona? Sasa jamaa akanipigia simu, nikamwambia basi sawa, hiyo tatizo hamna, hakuna tatizo itakayoshindikana, mimi nitakuja kufanyaje. Ila nikapa masharti moja, sitotumia bunduki yangu. Wakanisihi sana, ni bana, njoo na mashine yako, njoo. Nikamwambia siwezi kuja na mashine kwa sababu ile zile changamoto za kutembea na nini barabarani. Kwa hiyo nikaona sio issue sana. Kwa hiyo wakaandaa mashine wao wenyewe walikuwa nazo. Umeona? Ndio kina Malo sasa. Kwa hiyo hapa kama alikuwepo wao kina Malo, alikuwa Malo, Justini na yule mwingine anaitwa Jose. Wote ni watu ambao walionifahamisha sasa kwamba njoo ili tupige nini huo mchongo. Basi tumekaa, nakumbuka nilisafiri na Adventure Saratoga kutoka Kigoma kuja Kahama. Nimefika Kahama majira kama saa 10 hivi jioni. Nimefika Kahama, nikaelekezwa, ningepokelewa na wenyeji wangu, tukaenda nyumbani kwao, tukaikagua mashine. Cha kwanza ni kukagua mashine ya kazi. Kwa hiyo nikakagua mashine ya kazi iko vizuri. Mimi nimekuja na zana zangu zile za hata ufunge kufuli, kwa sababu tayari najua ninaenda kwenye tukio. Kwa hiyo ile tukio linifanya penyewe, kwa sababu ni hela kwanza ilikuwa ndefu. Kwa hiyo nifanya niende niko vizuri kabisa. Kwa hiyo nikaondoka na vile vifungulio kabisa, zile zana za kufungulia nini makufuli. Basi walivyonipokea, tumemaliza kufanya zile kuikagua bunduki kama iko safi. Basi wakanipeleka site sasa, eneo la tukio ambalo ndo jamaa alipokuwa na kama eneo ya panaitwa Phantom. Maeneo Phantom pale Kahama.
Basi tuenda pale, wakanionyesha bana, nyumba ndo hii, kila kitu. Sasa pale kulikuwepo na walinzi hiyo night hiyo. Sasa ni muda ule ile jioni nilipofika. Kwa hiyo tulikuwa tunaenda pale tunasoma ramani kama saa 12 hivi. Kwa hiyo tukasoma ramani, tukagundua pale kuna walinzi, walikuwa kuna Masai wawili pia na wana kamera. Lakini pia na mimi ndani tukagundua, wakaniambia anakaa yule mzungu na mkalimani wake. Kwa hiyo wanakaa watu wawili kwenye ile nyumba. Sasa baada ya hapo tumeshachola, kila kitu kimekaa vizuri. Ilipofika saa 4 tukajipanga vizuri kwa ajili ya kwenda site. Kutoka zetu mdogo kwa mguu, hatuna pikipiki wala hatuna nini. Basi tumetoka mpaka pale site pale tu, kwa sababu tulienda mdogo tunasimama tunaangalia mazingira yakoje. Kwa tulifika eneo husika majira kama saa 6 hivi usiku. Basi na sisi tulikuwa tunakaa, nilifikia sehemu moja inaitwa Mongola. Unaona, ndio nilipokuwa nakaa huko. Sasa kutoka pale kufika kule Phantom sio mbali sana ambapo unaweza kutumia, lakini ni ile lazima tunaenda kwa hisia sana kwa sababu tayari chuma tunacho. Okay. Unaona, kwa hiyo na Kahama ni sehemu ambapo kuna patrol sana ya polisi. Kwa hiyo tulikuwa makini sana na hiyo vitu. Basi tukafika paka pale site usiku. Tukafika pale tukakuta mlinzi ametulia yule Masai sasa. Sasa mimi ndani kuna mti. Kwenye ile nyumba kuna fence, alafu kuna miti tu ya kupandwa hii. Sasa jamaa akaniuliza, sasa tutavunja kwa kutumia nini ili tuingie ndani? Nikamwambia nyie tulieni. Na ndio hicho sasa vitu vilivyokuwa vinanifanya kwamba mimi watu wanikubali sana kwamba hakuna sehemu ambayo tunaweza kwenda tukafeli. Tulipokuwa tunaenda tukafeli kuingia wapi? Ndani. Ni lazima tuingie ndani. Basi tufika pale, nikatoa ile chupa yangu ambayo ina ile lazima, ambayo ndio special kwa ajili ya kufungulia mle ndani. Sasa kwa pale ndani walipokuwa wale Masai, ile kufuli lao wamelifungia kwa ndani. Kwa hiyo mtu wa ndani mpaka afungue. Sasa unaweza kuona uwezo wa ile lazima niliokuwa nayo, ile ndani niliokuwa nayo, kwa sababu kufuli lilikuwa halionekani. Kwa hiyo nilichokifanya nilichola yani kama mstari yale mafuta hapa, na kinachofanya hicho ni mafuta ya msukule. Ndio maana wachawi hapo mbele nitawaambia jinsi gani ambavyo sasa wachawi wanaweza kuingia ndani, na hicho ni kitendea kazi kimoja ambacho kinatokana na mafuta ya msukule ambayo yanakufanya upenye sehemu yoyote. Kwa hiyo nilivyochola namna hii, ule mlango ukafanyaje? Ukajiachia kile kimlango, nikaingia ndani. Nilivyoingia ndani, yule Masai ya leo kinachoendelea amesinzia zake. Kwa hiyo nilichokifanya nikaenda nikamshtua. Nilimshtua akashtuka. Sasa wale wenzangu wameshaingia wote watatu. Basi alishtuka, nikamwambia usipige kelele. Kwa hiyo cha kwanza tulichokifanya tukamuuliza, tunajua wako wawili, tukamwambia mwenzako yuko wapi? Akamwambia mwenzangu yuko upande wa pili. Hapo umeonyesha chuma. Ndio chuma kiko wazi tayari. Yaani ukishaingia hapo si tayari upo kazini. Kwa hiyo hakuna tena kumuonesha kofi. Wale wengine ndio walikuwa na panga, ila mimi ndio nilikuwa na na chuma. Kwa baada ya kuwa tayari tumefika pale, wakamtight sasa wale wengine, mimi nikawa nimekaa pembeni na chuma kwa ajili ya kwenda kutuonesha kwa yule mwenzake alipo. Okay. Kwa tumeondoka mpaka kufika pale alipo, tukamkuta naye amelala, tukakamata. Tulivyomkamata yule sasa tukamfunga kamba. Na akabaki na mtu mmoja hapo nje. Alafu sisi tukamwambia yule mlinzi alikuwepo mwingine, tuelekeze ukamuite bosi wako. Afungue mlango na sisi tufanyaje? Tuingie, tuna shida na bosi wako. Sisi hatuna shughuli na wewe wala nani. Tuna shida na watu ambao wanakaa ndani. Kwanza tuambie, ndani wanakaa watu wangapi? Akasema ndani wanakaa watu wawili. Bosi na mkalimani wake. Kwa hiyo akawa ameshazungumza ukweli. Kwa sasa piga hodi ili kusudi tufanyaje? Tuongee na shughuli zetu ambazo zimetuleta. Akagonga. Alipogonga akaitika mkalimani wake. Unasemaje Masai? Akasema njoo na shida na wewe, tuko zetu nje, mimi nimejibana kwenye ukuta namna hii, yeye ndio anaonekana kwa pale. Basi akaja jamaa akafungua mlango. Alifungua mlango akatoka. Yaani ile anatoka chuma
mwelekezea pale, ndio hapo ulipo, usipige hatua moja kurudi ndani wala hatua moja kurudi nje, hapo hapo ulipo, mikono juu. Akainua mikono juu. Ndio nikamwambia sitaki makelele. Wale wawili niliokuwa nao sasa, nikamwambia sasa shughulika na wewe bwana, kile tunachohitaji. Kwa alichomwambia alimwambia tu tunahitaji bosi wako. Bosi wako yuko wapi? Akamwambia bosi wangu yuko chumbani kule. Kwa hiyo tukaongozana sasa, mlinzi, mimi na wale wenzangu tukaongozana kwenda kwa ile bosi wake. Yule jamaa anatupeleka sasa chumbani. Kabla ya kwenda chumbani, kufika kwa bosi wake, tukamuuliza humu ndani mna hela kiasi gani? Maana wewe ndio kila kitu, na wewe ni mbongo kama mwenzetu, hatuhitaji tusumbuke na wewe, si tunataka tulinde na nani? Na huyo jamaa, maana tumefuata hela zetu, tuambie humu ndani mna shilingi ngapi? Akasema kiukweli hela zote anaelewa nani? Bosi. Akamwambia okay basi sawa. Akagonga hodi kwa bosi. Akigonga hodi kwa bosi, bosi akamuuliza unasemaje? Akamwambia na shida na wewe. Hapo umejificha tena? Tuko wazi tu hapo, mlango umetuface. Ila yeye ndo anaonekana. Nani? Au wote mnaonekana? Wote sasa hapo tunaonekana vizuri. Wote tunaonekana wote. Basi baada ya hapo yule mzungu yule bosi wake sasa akafungua nini? Mlango. Alipofungua mlango akataka kufunga mlango, nikamwelekezea nini? Chuma. Njoo. Wale jamaa walikuwa kwa sawa, alitaka sijui arudi ndani labda achukue piso, huwezi jua kama alikuwa na piso alikuwa hana. Kwa hiyo hakuweza tena kumove kutoka pale alipokuwa baada ya kufungua. Kwa hiyo baki alishikilia mlango. Ndio ukichomoa mkono tu hapo na kupasua ubongo. Basi akatulia pale pale. Yule jamaa tuliokuwa naye akaenda akamkamata, akamvuta kumsogeza pale tulipo kuwa naye. Sasa kaambia bwana, huyu hatutaki kupotezana naye muda. Wewe si ndio mkalimani wewe bwana? Ambaye sasa mwambie tumefuata milioni 60 sisi tunaondoka. Hatutaki kushughulika na yeye. Basi tunaelewa ndio hela ambazo zilizo Jamaa ndo akamwambia wewe bwana waambie, si unajua hela tumezipeleka wapi? Benki. Kwa hiyo hela tulionazo hapa ni milioni 6 ndo tumezo baki nazo. Sina hela zingine. Jamaa nikamwambia bwana, wewe unaelewa kila kitu. Na kwa sababu unaelewa kila kitu, usitake kutuchezesha si nini akili. Mwambie atupatie pesa. Na kama ataleta kubisha, hatuhitaji kuzungumza maneno mengi kwa sababu hapa muda unafanyaje? Unatuacha. Tunachohitaji ni nini? Ni hela. Basi baada ya hapo akamwelezea, bwana anachohitaji bwana ni hela. Hawana mambo mengine. Si mzungu akaanza kulalamika, jamani sina hela. Namwambia sasa yule kwa hiyo yani kwa jinsi alivyokuwa anaonekana anaonesha ni dhahiri ana nini? Ana hela. Lakini kuamini sasa kama ana hela inakuwa ni ngumu. Mimi nikarudi nyuma. Nimerudi nyuma nikamwambia jamaa wangu alikuwa amemshikilia, kamba mwachilie hiyo. Asiende sehemu yote. Mwachilie tu hiyo. Kaa pembeni. Naona anataka kunichenga. Nikamwambia sasa mwambie na hesabu 3 bila kuonesha pesa kusema ziko wapi. Na badilisha jina lake sasa hivi. Kwa hiyo mwambie sasa hivi. Nikarudi nje sasa. Nani hatua kama 3 kurudi nyuma. Basi jamaa akajua ni masiara. Na hapo tuko ndani. Basi jamaa akamwambia bwana, wanachosema wanahitaji nini? Hela. Akasema ziko milioni 6 tu. Nikamwambia jamaa, leta hizo hela milioni 6. Kwa hiyo mwelekeze hizo hela zilipo. Wakatoka na yule jamaa alikuwa amembana pale kuingia wapi? Ndani. Kwa hiyo jamaa akamwelekeza, akachukua zile milioni 6. Wakazileta, nikazichukua nikaweka kwenye koti langu. Nikamwambia sasa tunaomba pesa. Mchezo bado unafanyaje? Unaendelea. Jamaa bwana akajua niko nafanya utani labda, kwa sababu hakujua kama wanaume tayari tupo kazini. Na tumeshajitoa. Unajua unapoingia ndani kwa mtu, ukiingia ndani kwa mtu kuna haya mawili, utoke wewe salama au ishie humo ndani. Kwa hiyo ukitoka ukiingia humo ndani tena kunakuwa hakuna utani. Basi jamaa alijivuruga kwamba hela tena hamna. Nikamwambia jamaa, hebu toka pembeni. Kaa pembeni kabisa, pisha nasikia kuna vitu vingine vinanichanganya hapa. Yule mkalimani wake nikamwambia sasa wewe ni mbongo na unajua hela zilipo.
unajua hela zilipo. Kwa hiyo unataka kufanya kiburi kwa sababu ya kumlinda huyu jamaa. Huyu ametoka huko kaja huku kwa ajili ya kuchukua hela zetu. Tupe hela zetu, sisi hatushughuliki na wewe kwa sababu mwenyewe ni mhangaikaji kama sisi. Akamwambia jamani kila kitu kana sasa yuko anafanyaje? Ananichanganya. Hutaki kusema hela zilipo? Sasa ngoja nikuoneshe. Nikasogea nyuma. Sogea nyuma nikamwambia jamaa mwambie 3 zinamtosha. Nikihesabu 3 bila kutamka hela zilipo, biashara imefanyaje? Imeisha. Akajua ni masuala. Akamwambia bwana wale wanataka hela ziko hapa. Akamwambia hela zilienda benki. Nikamwambia huyu jamaa anataka kutuchanganya sasa. Kwa hiyo nikaona sasa ni upuzi. Kikanitoka. Jamaa akapanda juu akashuka chini akazima. Aliyezima nikamwambia jamaa wake Mkalimani umeona? Umeelewa sasa kama tunachohitaji ni nini? Na wewe sasa ndio umebaki unafahamu kwamba hela ziko wapi. Yani dakika moja ikipita ni nyingi. Na wewe ubongo umesambu. Leta hela zilipo. Kwa dogo pale alianza kulalamika, kupiga magoti chini, anagaragara, naomba nini? Msamaha, naongea ukweli. Yani yeye ni ukweli alikuwa sana afanyaje? Kwamba hela jamani tumezipeleka wapi? Tumezipeleka benki. Na wala hela zilizokuepo ni hizo jamani. Kama basi mmeamua kuniua na mimi, basi maana sina jinsi. Analia naomba msamaha pale jamani. Kama mimi akili kaja tu, ni mbongo kama sisi, hela sio zake. Kwa hiyo mwenyewe ni mhangaikaji, ngoja niachane naye. Sasa ile nilivyopiga ile chuma nje ili sound ilitoa nini? Sauti. Kwa hiyo kuna mabodaboda walikuwa wanapita. Unajua mabodaboda kuna wale wanajiita popo. Hawalali usiku. Kwa hiyo wakati naachia ile chuma kuna baadhi walifanyaje? Walisikia. Wakasikia. Sasa na hisi ndio hao walienda kutoa taarifa kwa wale polisi. Wakaenda wakatoa taarifa wakaambia jamani kuna nyumba tumesikia nini? Bunduki, mlio wa bunduki ndani. Sasa kwa sababu tumesikia mlio wa bunduki hatujui kama je kuna usalama au hakuna usalama. Wakati huo sisi tuko ndani. Bado hatujatoka. Basi tukatoka, wakati tunatoka sasa nje mle ndani na yule mlinzi yule Mkalimani tukamtoa tena nje, tukawapiga wote kamba pale nje kwenye ule mti ule pamoja na yule Masai. Tukapiga kamba, tulipopiga kamba tukamwambia sasa atakayegeuka au kupiga kelele kichwa chake ni halali yetu. Basi yeye mtu kishataitia na umeshaona mwenzako ndani tayari biashara imeshaharibika. Yule ndani alifariki. Alichomoka pale. Sasa mimi siwezi kupiga mguuni. Yaani niko kianchanganya sipige mguuni wala mkononi. Mimi nilipiga kifuani. Sema mbona unajua hawezi. Mimi nilikuwa kwanza na mauchungu, mimi mwenyewe nishakulaga mboko zaidi ili kupata umaarufu kama huu. Kwa hiyo nilikuwa sina tena masiala tena wala huruma. Basi ndio mzanisha pale tukatoka nje ya nini? Ya geti. Wote wanne. Sasa wakati tunatoka nje ya geti tukaona bodaboda ziko kwa kule mbele kama zimesimama hazina mpango wa kusema kwamba zifanyeje zipite. Sasa wakati tunachomoka sasa tunatoka ili tupandishe ile barabara sasa ya kuelekea wapi? Stendi. Maana kutoka stendi ya mabasi. Kutoka kule kwa Phantom tupandishe stendi ya mabasi ambako ndiko mimi nilikuwa nategemea sasa ndio zangu stendi ili kesho asubuhi nifanyaje? Naondoke zangu. Hapo 6 mmechukua. Hapo 6 ninayo. Sasa tumeondoka tumekuja kukaribia sehemu moja kabla hatujafika, umetoka tu Phantom kwa mbele. Kuna sehemu kuna kama kimfereji fulani hivi. Sasa tukakaa pale. Kuna kimfereji. Kwenye kile kimfereji. Tumekaa kimfereji. Sasa wakati sisi tunatoka kule Phantom hatuelewi kama kuna watu wanaofanyaje wanatufukuzia nyuma taratibu, kumbe ni askari. Nyie mlikuwa na usafiri? Sisi hatuna usafiri. Tuko kwa mguu. Mdogo tu. Sasa hatuelewi chochote kama wanatufanyaje wanatufukuzia. Tumefika tukakaa zetu pale kwenye mfereji, nikatoa hela ili niwagawie kila wazee. Umeshasikia hela tulizopata ni ngapi? Ni 600 tu. Sasa katika hiyo 6 mimi ndio nimepiga kazi. Unajua kwenye mgawa mwezi kuwa sawa.
lazima muelewe uwezo ambao nimeufanya hadi kufanikisha zoezi kama hili. Kwa hiyo sasa tukawa na ubishi pale. Ubishi wa nini? Ubishi wa kuhusiana na hela. Sasa Musa Bacha bana, utachukuaje hela kibaya nyingi? Kwa sababu mimi nilitaka nichukue milioni 3. Umeona? Alafu wale wengine wale watatu wagawane moja. Akasema hamna bwana, haiwezekani. Kumbe wale polisi wameshatuelewa kwamba kabisa wale ndio wenyewe husika. Kwa hiyo wakazunguka kona aliyojua wenyewe mpaka tukaribia sehemu tulipokuwa. Sasa mimi nilikuwa nimekaa juu ya mfereji, afu miguu nimedumbukiza chini ya mfereji pale. Na jamaa zangu tumekaa tunatazamana, wenyewe wamekaa kwa mbele. Kwa hiyo wako kwa mbele, mimi niko kwa nyuma. Na jamaa yangu mwingine alikuwa amekaa Marwa, sasa ndio alikuwa amekaa hapa ubavuni kwangu. Basi wakati sasa tunajadiliana bana, yani hadi tukataka sasa kama kurushiana nini maneno. Sasa ile usiku jamaa kumbe wanasikiza, wakashajua kabisa jamani ni wenyewe. Wakajikoki vizuri. Yani wakati tunajadiliana nilisikia jamaa wangu aliyokuwepo pale, mzee alipanda juu akashuka chini akazima pale. Amezima pale. Sasa mimi nikaingia kwenye mfereji kwa ajili ya kupandisha, na Marwa aliyokuwepo akaingia tena kwenye mfereji. Yule jamaa waliokuwa wamekaa upande wa pili wale akataka atimue nini ndio. Yule anainuka tu anatembea anacho chini. Hiyo ni tukio la Kahama. Mimi nikakua mtalo kwa mtalo. Mara na yuko nyuma, mtalo kwa mtalo. Basi tukaibukia kwa mbele. Tulipoibukia kwa mbele sasa ile unajua kwa desturi ya Tanzania, mimi niseme tu kwamba kuna sehemu watu wakisikia risasi wanaona tu kama ni vitu vya kawaida, watu hasa bodaboda. Yaani ukisikia risasi unaona wanakuja kusogea, wanaangalia ni kitu gani kinachofanyika. Ni nini ile? Yaani kuna vitu tu wanajua, labda kuna masali. Unajua bodaboda ni watu wanatamaa sana na vitu. Kwa hiyo wanafikiria kuna hii imelia hii, kuna masali anaweza kupita nayo na wao wakajua wamejipatia kitu. Sasa wakati zimelia bodaboda sasa na wao wanaanza kufanyaje? Wanakuja kusogea pale eneo la tukio. Sasa tumetulia pale, mara tukaona bodaboda anasimama kwa mbele pale. Askari wanaongea sasa. Wawili wako alitumia lugha wawili tayari. Wawili tayari. Walikuwa sasa wakasema bado wawili, tuangalie wawili wako wapi. Jamaa akasema inawezekana ameingia mtalo kweli makini. Wanaambia sasa askari wanaambiana. Kwa nini alisema take cover, sio nini alizungumzia pale, kwa sababu nilikuwa nasikia. Basi mimi nikana move bunduki ile ninayo. Nikana move. Nikaona sasa hapa cha kufanya nahitaji nifanyeje? Niondoke. Niondoke mwenyewe, jinsi itakavyokuwa ni hivyo. Sasa unajua mimi nilikuwa sasa si ule uwezo wa kutoonekana nilikuwa ninao. Kwa wakati niko kwenye mfereji mle nikanuia tu yale maneno yangu, nilikuwa nanuia, nikatoka. Nilipotoka kwenye mtaro nikamwambia Marwa, "Mamangu, fanya vyovyote unavyoweza, sepa nyoka mtaro kwa mtaro ukaibukia wapi? Mbele." Basi kweli Marwa, ila japokuwa Marwa alikamatwa sasa. Yeye alikamatwa hiyo siku. Sio changanya vipi mpaka afanyaje? Akakamatwa. Basi mimi nikaondoka. Nimeondoka ili sasa niweze kuescape, kuweza kutoka jinsi gani ya kutoka wale polisi. Nikaenda, nikapanda juu barabarani sasa, kwenye barabara yenyewe inayopandisha kwenda huko Sendi. Mtu hawezi kuniona. Nikachukua ile koti langu, mimi ile bunduki yangu nilikuwa nayo, nimeficha. Nikasogea sasa kujichanganya na nani? Na wale bodaboda. Kusikiliza kinachoendelea. Jamaa wanasema, wanaongea sasa. Jamaa tumesikia kabisa, yani sisi mwanzo tulisikia Juma, na jamaa watakuwa wako umumu. Wengine wanasema wengine wameshauawa wote hadi pale wawili. Sasa sasa hapa kinachotakiwa ni kuondoka. Na nikisema niondoke kwa mguu inakuwa sio. Akili kaja hapa nataka nipate nini? Usafiri. Na usafiri naotaka kuupata ni kwenye hao nini? Bodaboda. Sasa hiyo unajua tumemaliza tukio lile
karibia kama saa 9 hivi, saa 9 kule kwenye ile nyumba. Kwa hiyo muda huu wa purukushani zote sasa inakimbilia saa 11. Okay. Yaani inakimbilia saa 11. Nikaona sasa hapa nikifanya uzembe itakuwa ni balaa. Kwa hiyo nilichokifanya nini? Nikaona sasa wale bodaboda wameokaa pale. Ni muda wa kuweza kufanyaje? Kuchukua pikipiki hata moja. Na kweli sikufanya kosa. Kwa nikasogea nikaangalia pikipiki ambayo imeimo kidogo, ambayo iko sawa. Jamaa nikamsogelea, nikatoa chuma yangu mfukoni, akala. Ukampiga? Sikumpiga chuma, yani kwamba risasi, nilimpiga kitako ile ya bunduki. Kwa hiyo akadondoka chini. Alipodondoka chini akataka kupiga kelele, nikamzimisha tena na nini? Na kitako. Wale bodaboda waliokuwepo pale pembeni wakafanyaje? Wakaziacha pikipiki na kwanza kukimbia. Wanapiga makelele sasa. Nikachukua nini? Pikipiki. Nikaunga sasa. Nifika pale kuna sehemu pale kuna mataa Kahama pale. Walikuwa sasa wakati huo bado hajaweka mataa. Kwa hiyo nikaunga kuelekea maeneo ya uwanja wa Magufuli. Mbele sasa kule. Nikawa sasa kule hakuna njia ambayo naweza nikakatisha kwenda kupata barabara ya kuelekea maeneo ya Uzee sasa, kwa sababu malengo yangu nitakiwa ni sasa nielekee maeneo ya Uzee kwa ajili ya kwenda nyumbani. Sasa nikapiga hesabu huko na kwenda. Nitapata wapi njia? Kwanza nilikuwa sio mwenyeji. Kwa hiyo nitapata wapi njia huku? Ikabidi nigeuke. Nilipogeuka nikapitia chini kwa chini. Chini kwa chini napoteza maboya, nikaja kutokea tena kwenye lami ya kule Phantom. Nilitokea kwenye lami ya Phantom, nimekuja moja kwa moja nikapandisha nikafika eneo lile la tukio tuliokuepo. Okay. Lilikuwa linafanyika sasa. Nikakuta ndio watu wamefanyaje? Wamejaa. Wako wanaangalia wale jamaa. Sasa wakati napita napandisha na mbele juu, hapo inakimbilia kama saa 12 kasoro. Jamaa nikasikia anasema, jamaa mmoja amekamatwa, yeye yuko hai. Muona bwana? Sasa aliyokamatwa ndio Marwa sasa. Ambaye Marwa yeye ndio alisababisha jana, kama ulivyosikia mwanzo nilizungumzia kwamba kuna tukio ambalo lilisababisha niende wapi? Bangwe. Kwa hiyo Marwa ndio aliyonitaja mimi mpaka kufikia stage ya kukamatwa Kigoma, na nilikamatwa kwa maelekezo tena ya mzee. Akaambia tulia tu kwamba hadi ufanyaje? Ukamatwe, usiwe na wasiwasi na usifanye chochote kile tena. Basi niliposikia mmoja amefanyaje? Amekamatwa, nikaunga. Sasa wakati naunga na pikipiki, polisi mmoja akanishtukia. Na hii sio polisi, naye kidogo amepita tena kwa wazee wa kazi. Akamwambia bwana, jamaa mmoja huyo hapo. Huyo atakuwa yeye, nasikia sasa huyo atakuwa ni yeye. Wakachukua pikipiki, wakaniungia sasa. Wameniungia nikala kona kama naelekea maeneo ya kwa mkuu wa wilaya sasa. Kule ndo kuna barabara ikiunga inatokea kwenye barabara ambayo inaelekea inaelekea sasa Uzee, ambapo ndo moja kwa moja naenda mpaka Nyakanazi inakata kuingia Kigoma sasa. Sasa nimeondoka pikipiki au mabodaboda nao pikipiki zao wanaweka mafuta ya vibaba kidogo sana, huwezi kukuta pikipiki eti na full tank. Sasa mimi niliamini kama pikipiki itakuwa na nini? Na mafuta. Nimeondoka, ninaanza kuacha mji wa Kahama kidogo kwa mbele. Pikipiki nikaanza kusikia nafanya misi. Alafu nyuma nikicheki ile jamaa amejiachia. Yuko moto ananifukuzia. Na yuko na nini? Na chuma yuko kwa mbele tu kwenye nini? Kwenye pikipiki namna hii. Nikaona sasa hapa cha kufanya ni tupe pikipiki, nianze polini, nifanyaje? Niondoke zangu. Kwa sababu nikiwa na pikipiki itanichelewesha kwenye mambo mengine, labda anaweza kunikamata. Sasa kwa bahati wakati naendelea kujadili na mbeo, kulikuwa na Wasukuma, naona alikuwa sio anaenda Machungoni, sio kwa anaenda wapi ile asubuhi sasa, na mang'ombe barabarani. Nikaona sasa hapa nimeziona ng'ombe, hapa ndio sehemu ya kufanyaje? Ya kupitia. Baada ya hapo nikamove sasa na ile pikipiki. Wakati naendelea inataka kuzima tu, nikaipiga chini. Nikakimbia kwa mguu kuiwahi kuingia kwenye nini? Kwenye ng'ombe. Wakati naingia kwenye ng'ombe, na yule askari akafika pale kwenye nini? Kwenye pikipiki. Kwa hiyo nilipoingia kwenye ng'ombe hakuweza kuniona tena. Kwa nini? Kwa sababu nilikuwa sasa na ule uwezo wa kufanyaje? Wa kuchange. Kwa hiyo niliingia kwenye ng'ombe faster, nikazungumza ile manuizi yangu sasa kwamba asiweze kufanyaje?
kuniona. Nikatoka pale, nilipotoka zile ng'ombe zikawa zinavuka poli. Zivuka poli nikavuka nazo, jamaa nikasikia nawauliza wale wenye nini, wenye ng'ombe, jamaa ameingia kwenye gari. Ya kwangu. Mimi? Unataka nini? Check dakika. Bado. Wakaanza kuwauliza sasa wale jamaa pale. Baada ya jamaa aliingia kwenye hizi ng'ombe. Vipi mmemwona? Akasema sisi tumeona pikipiki pale, mtu hatujafanyaje? Hatujamuona ameelekea. Hakuniona wakati niko naingia ndani. Wakasema sisi mwenyewe hatujafanyaje? Hatujamuona. Jamaa akafikiria sasa ni masiala. Wakaingia kwenye nini? Kwenye ng'ombe ili waanze. Kwa jamaa akawa anaingia sasa, mimi namuona anaangalia, hatimaye akakata tamaa. Akajua nimeingia upande wa pili